Hi guys, habari gani wapendwa? Mimi naitwa Atieno Olang. Leo hii nimekuja ili tujuane na nawalika katika YouTube channel yangu. Mimi nilizaliwa katika mji mmoja mdogo wa Homa Bay by a 17-year-old mother. By the time I was finishing my O levels, ambayo nilimalizia Kisumu Jalaram Academy, nikaenda Mombasa. Na nikaingia katika entertainment business, nikawa mwimbaji. Nikawa natumbuiza wageni kwa hizi mahoteli kubwa kubwa. Nimefanya hizi lounges, nimefanya corporate, nikakuja Nairobi, mpaka hadi sasa niko Kisumu. Na saa hizi nimefungua YouTube channel yangu. I'm a big believer of a journey of 1,000 miles begin with one step. Na mimi leo nawaalika nyote ili tutembee katika hii hatua pamoja. And I also believe you don't need to be great to start. All you need to do is to start to be great. Katika channel yangu ninasimulia watu hadithi, tunaangalia fasheni, tunajifunza hata namna ya kukula. I have struggled with my weight and I came to learn a few things, and also body image, which was not really worth it. Nataka niongee na wasichana wadogo pia ambao wanakuwa, hata wamama, because I believe I've also made a journey hatua fulani nimetengeneza pia katika maisha ambayo tunaweza share. Huwa naita pia wageni wanakuja katika podcast yangu, wanatoa testimony, they put their pieces together. I call that segment putting pieces together. And then I have a segment where I invite maybe someone who does fashion, but I also love to do a bit of fashion and to teach people how to dress up, especially curvy girls, because I've been curvy all my life. Sasa, hivi leo, nataka niwasimulie hadithi moja. Na hii hadithi, niliambiwa na mamangu kitambo. Anapenda sana kunisimulia hii hadithi. Nyamugondo Wodobare. And I think nikisema kwa Kiswahili, jina lake ni Nyamugondo, na alikuwa ni kijana wa Obare. Yes, you know, kwa Kijaluo tunapenda kusema msichana wa fulani ama kijana wa fulani. Nyamugondo Wodobare. Nyamugondo alikuwa ni mvuvi, a fisherman. Na alikuwa anaishi katika hut moja hivi, ndogo hivi. Alafu alikuwa akienda kuvua samaki, lakini hakupata ile tuseme mapeni mengi. Economically alikuwa yuko chini. Sasa kuna wakati mvua ilinyesha sana. Sijui mnasemaje kwa Kiswahili, manake kwa Kijaluo iwacho nina mongoka. Yaani ile mvua imenyesha mpaka bahari imetoka nje. Hata kwa Kijaluo tunasema ni kama bahari imetapika. Unajua kitu kama hiyo, najua mwanielewa. Sasa Nyamugondo akaamua, akachukua zile vitu zake za kwenda kuvua samaki, maana yeye ni mvuvi, akatembea mdogo. Akasema hata mimi nene nikavue samaki. Mara nyingi wavuvi wanavua samaki usiku. Alafu wanaweka zile mataa. Kama wewe ni msichana ama kijana ambaye ulikulia mahali kuna bahari, najua waelewa kile ambacho ninachosema. Alafu ile taa wanapoweka pale, maana kuna jua, kuna giza, poleni, zile samaki zinakuwa attracted kwa ile taa, wanakuja karibu. Na pale sasa wale wavuvi wanapoenda wanashika zile samaki zao. Sasa Nyamugondo akaenda, akashika samaki, lakini hiyo nini yake, ile net yake ikawa ni nzito. Samahani, ninaongea na Kizungu na Kiswahili, maana hizi lugha zote si zangu, kumbukeni. Sasa Nyamugondo akavuta, akasema leo nimekipata. Hii ndio samaki leo. Akavuta. Alipoweka samaki yake chini kuangalia, ikawa ni mwanamke. Ana baridi mpaka yotetemeka taka. Akauliza, ni nini mama? Ni nini mbaya? Hatawezi kuongea. Nyamugondo akaroa ile boti yake, akatoka, akambeba huyu mama, akampeleka nyumbani pale. Ile nyumba yake ilikuwa ni ya huku juu kwa mabati, ikuwa na mabati hizi zetu za kugonga saa hizi. Ilikuwa ni nyasi. Na pia kuna mahali inavuja kidogo, yani mvua ikinyesha lazima uweke kabakuli hivi. Akaenda kawasha moto pale,
Akamweka mama hapo, akamtengezea supu. Mama akarudi kidogo, akaanza kuongea. Akamwambia, mimi nimeokokota kwa bahari, kwani nini ilifanyika? Akamwambia, mimi nimepata shida, lakini nashukuru vile umefanya nini, vile umenichukua. Sasa akawa anatengeneza chakula pale, anatengeneza ile nyumba yao. Nyamgonda akakuja akamwambia, vile tushakupenda, tushakaa hapa, wewe ni mwanamke mwenye tabia njema, wacha tu nikuoe uwe mke wangu. Ule mama akasema ni sawa, hata mimi nashukuru sana na nakupenda vile vile. Wakakaa pamoja. Lakini kukaa na hii mama na huyu mama pole, kukaa na huyu mama ikaanza kuleta baraka katika hii nyumba. Mara ikaanza tu na Nyamgonda ameleta samaki, mama kauza, akachukua kuku moja, kuku ikageuka sijui 10, zikazaana, mara ng'ombe, mifugo yakawa yamejaa katika hiyo boma. Mama akamwambia, sasa ni wakati tujenge nyumba. Hii nyumba sasa hatustahili, maana tunauza maziwa. Watu wanakuja hapa kwa mafugo, hata wakipandilia chakula inakuwa. Mama akapandilia hizi miti zenye zina matunda kadhaa. Ukitaka maembe, ukitaka avocado, ukitaka papai. Alikuwa mama wa maendeleo. Tunasema the woman with no limit. Mume wake akasema, ni sawa mke wangu, wacha tujenge. Wakajenga nyumba. Nyumba ikawa ni ya kutabasamu. Watu wakiona wanasema, huyu ni Nyamgondo Wodobare. Wanashanga kabisa. Mali yakawa sasa Nyamgondo akawa sasa ile mali imekuwa, ameheshimiwa katika kijiji. Anaenda kidogo pia na kunywa na wale watu walikuwa wameheshimiwa kitambo. Hangeweza kaa nao kitambo. Lakini Mungu alibadilisha ile story yake. Story yake ilibadilika. Unajua story huja ikabadilika, dada zangu na mandugu. Story inabadilika mpaka ukawa una story nyingine. Mpaka jina ukawa na jina mpya. Yake ilikuja ikabadilika. Sasa alikuwa na hii tabia ya kwenda kukunywa na angeweza kujisaidia. Anakunywa kirudi hajiwezi, anguka nini. Siku moja alikuja kama kunywa sana. Aliporudi nyumbani mchafu, ameanguka katika sijui kisima nini. Yule mama akamwambia, mume wangu, hii si tabia njema. Ona sasa vile wajifanya. Hii ni tabia gani mume wangu? Tukae katika njia ile Mwenyezi Mungu alitupa. Unaona? Mume alikasirika, alimchapa makofi, akamchapa akamwambia, mwanamke mgani wewe? Wewe wazaniambia nini wewe? Wewe nienda nikakokota katika bahari pale? Wewe pia ni mtu, unaweza ongea mbele ya watu? Kwanza mimi nataka nioe mke sasa. Wewe si mke. Akampiga akamwambia, toka katika boma langu. Akamwambia, mume wangu, mbona wanifanyia hivi? Mbona wanipa aibu? Mbona wasema mimi ni wa kuokotwa? Toka uende. Mimi sistahili kukaa na mwanamke kama wewe. Waniona mimi vile niko mtu wa kuheshimiwa kama mimi kweli? Nyamgondo Wodobare. Akampiga mama, akamfukuza. Yule mama akalia akienda baharini kule. Maana kule ndi mali alitolewa. Sasa yeye akawa analia akienda. Basi mandugu na madada, alipokuwa akienda huyu, zile ng'ombe zikaanza kumfuata nyuma. Kuku zinatembea kwa laini. Ile 1 by 1 tuliambiwa ilifanyika na Noah's Ark. Wakiingia katika ile Noah's Ark 1 by 1 the animals came. Basi vile vile zikaanza kutembea. Kila mfugo alimfuata nyuma na yeye analia akienda. Akaenda mpaka kaingia ndani. Nyamgonda akaanza kutetemeka. Jamani, mke wangu rudi, vitu zinaenda zinaingia humo ndani. Zinaenda zikimfuata zikiingia humo ndani. Zinaenda zikimfuata mpaka vitu zote zikaisha. Mama we. Nyamgonda kabaki akijishikilia akasema, la. Mama ameenda na kila kitu imemfuata. Mali yote imemfuata. Nitaanza na wapi? Nyamgonda alirudi akawa maskini wa ajabu. Mpaka watu hawakuelewa. Mamangu akaniambia hii nyimbo, hata sikumbuki yote. Nyamgondo Wodobare podwa pari Nyamgondo. Nyamgondo Wodobare podwa pari Nyamgondo. Bado wanamkumbuka. Anasema ni mtu alijulikana. Si story tu ya once upon a time. Ni kitu ambacho kilitendeka. Na mimi
kuja kujua kuwa hata hizi hadithi unaambiwa once upon a time zimetolewa katika hadithi ya mtu ambayo kweli ilikuwa imefanya nini, imetendeka. Waona sasa, hata Nyamgondo alienda akamaliza mali yake yote hivi. Na sasa mimi nawaambia mandugu zangu, ukipata mke na aje na baraka, wewe muangalie kwa heshima. Maana ile wakati atatoka, mali yote itamfuata. Vitu zitakuwa zinaingia ndani. Mara hiki kimetendeka, inachukua pesa yako. Mara hii imefanyika, mara watu wamekuja, nyumba umetolewa, vitu zimetolewa, zimechukuliwa na watu wa auction. Mara nini? Kumbe ni yule mke uliyomfukuza vibaya yule. Ndio sababu haya yote yanatendeka. Basi hiyo ndilikuwa story ya Nyamgondo. Jamani, msisahau. Kwa majina, mimi ni Atieno Olang. Endeni katika YouTube yangu, msubscribe na mshare na marafiki, ili tutembee hatua pamoja. Mimi nashukuru sana kuwa nanyi leo. Mpaka wakati mwingine tena.